Kuzungumzia habari za uhalisia wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yao ya kila siku, kwao inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu wamekuwa wanamfahamu Roho Mtakatifu kidini zaidi, na uhalisia wake katika maisha ya mwanadamu ya kila siku imekuwa ni changamoto kidogo. Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Sio wenye roho wana cha ajabu, si wa Kristo wote wanaoongozwa na Roho. Cha ajabu, Biblia inasema wale wenye roho ndio wana wa Mungu. Wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana, si wa Kristo wenye roho wanaongozwa na Roho. Wengi wanajiongoza, wengi wanaongozwa na vitu vingine. Kwa tunapoanza kuzungumzia msaada wa Mungu ambao mwanadamu anaohitaji uko kwa jina la Yesu, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu, watu wengi Roho Mtakatifu wanamweka pembeni kabisa, wanamweka pembeni kabisa. Wanasema Mungu atasaidia, Mungu atafanya, Mungu atafanya, Mungu atanisaidia, lakini hawajajua kwamba msaada wa maisha yao ya kila siku Roho Mtakatifu ndio kapewa. Hiyo kazi ndio kapewa, assignment ni yake, ndani yake na msaada wa kila eneo katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo wengine wanamtaja Roho Mtakatifu kinadharia, lakini si katika hali ya uhalisia. Na wengine hata Roho Mtakatifu hawapendi. Tasikia wengine wanakemei, hasa inapofika sehemu ya kunena kwa lugha. Ziko dini zinazungumza vitu vya ajabu sana. Sasa unawahi kujiuliza, huyu anazungumza Roho Mtakatifu, si ni mwalimu, si mshauri, si kiongozi. Sasa anamzungumza, anamjua. Unabaki unashangaa. Ukitafuta msaada kwa Mungu, Mungu atakwambia uko ndani ya Yesu, na Yesu atakwambia huo msaada uko ndani ya Roho Mtakatifu, isipokuwa utapata ndani yake kwa jina la chapeo la Yesu mwenyewe. Sasa kama haumtaki Roho Mtakatifu, unakosa msaada wa Mungu na unakosa msaada wa Mungu Baba pia. Ndio maana tunasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, neema na upendo wa Mungu Baba, hata pamoja na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae ndani yote. Roho Mtakatifu ni roho wa neema, anaplay part kama Baba. Roho Mtakatifu ni roho wa upendo, kwa sababu pendo la Mungu limemiminwa ndani yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu uliopewa. Kwa hiyo unataka kumwona Yesu, utamwona ndani ya Roho. Unataka kumwona Baba, utamchungulia ndani ya Roho Mtakatifu. Chapeo la Yesu mwokozi. Ndio maana ukipoteza ushirika na Roho Mtakatifu, usidanganye, hauna ushirika na Baba, wala hauna ushirika na Yesu. Usidanganye, unaokoka lakini kama hauna ushirikiano, unampuuza Roho, una uhakika unampuuza Yesu, na wewe unampuuza Baba pia, kwa sababu yeye amekuja kuwawakilisha wote. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomzungumzia Roho Mtakatifu, unamzungumzia Yesu bila mipaka. Nilizungumza hiyo Jumatano na nikazungumza na Ijumaa, na wala sitaki kurudia huko. Ninachotaka ni kuendeleza kutoka mahali hapo. Kile kitabu cha Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16 mstari wa 7.
Biblia inasema na movement ya kuona, yani mnaotulipa. Hiyo kweli yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka. Haya ni maneno ya Yesu. Ijumaa waliokuwepo nilizungumza kwa nini amesema anapaswa aende ili Roho Mtakatifu apate kuja. Pia lakini mimi nawaambia hiyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi. Sema msaidizi. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Msaidizi mtu gani? Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kama msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Ilizungumza Kigiriki neno msaidizi lina maana ya neno parakleto. Parakleto maana yake anayekuja karibu yako kunisaidia, anayekuja pembeni yangu kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kunisaidia. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu ametumwa kuja kutusaidia. Ndio maana katika ushirikiano na Roho Mtakatifu ziko ngazi tatu. Kuna Roho Mtakatifu juu, kuna Roho Mtakatifu ndani, kuna Roho Mtakatifu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nilitoa mfano, amekuja pembeni kunisaidia, na msaada unakuwa na nguvu pale ambapo unauhitaji. Lakini kujua kwamba huyu amebeba msaada. Sasa Wakristo wengi hawajui kama amebeba msaada. Kwa mfano, nitolea mfano nikasema, kwa mfano huu ni mzigo ulioko hapa, na mimi kubeba peke yangu siwezi, umenishinda. Kwa hiyo ninapotafuta msaada wa Roho, maana yake ninahitaji kufanya kazi kama timu. Roho Mtakatifu akija, anakuja kufanya kazi kama timu, hafanyi peke yake. Ndio maana unaweza ukawa naye kama uombi, unaona vitu vingi. Kwa nini? Anataka mtengeneze timu pamoja. Mimi ninalia Roho Mtakatifu nisaidie, ili jambo limekuwa changamoto kwa muda mrefu, hii hali imechukua maisha yangu kwa muda mrefu, ninaomba unisaidie kutoa hichi kikwazo, hichi kizuizi, haya mapingamizi. Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Anapokuja na mimi, tunachukua mzigo wote kwa pamoja, tunabeba kwa pamoja, tunaondoa hili tatizo na kulitupa mbali. Amen. Na ndio maana hata katika kuomba, haombi tu, anaomba na wewe ukiwa unaomba nani? Anasaidia roho yako kuomba. Haombi peke yake. Unaponena kwa lugha, ni Roho Mtakatifu anaomba ndani ya roho yako. Ndio maana usipoomba, Roho Mtakatifu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sema Roho Mtakatifu ni msaidizi wa maisha yangu. Ni msaidizi wa maisha yangu.
msaada wa maisha yangu anao yeye, msaada wa jina lake ndio unaonisaidia. Chape Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kati ya kitu unapaswa kukijua ni ishu ya huyu Roho Mtakatifu. Moja kati ya mtu muhimu sana zaidi ya yoyote, ni muhimu zaidi ya mama mchungaji, ni muhimu zaidi ya mtu mwingine yoyote, ni Roho Mtakatifu. Chape Bwana Yesu makofi. Moja kati ya mtu wa thamani zaidi ya mtu mwingine yoyote kwenye maisha yangu ni Roho Mtakatifu. Binadamu anaweza kanidanganya, lakini yeye hanidanganyi. Binadamu anaweza kaniacha, lakini yeye haniachi, na ananinaye hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo lazima waanze kueleza heshima na thamani yake katika maisha ya kwako, ya kwamba ni muhimu zaidi ya mtu mwingine yoyote, ni muhimu zaidi ya ndugu, ni muhimu zaidi ya mke, ni muhimu zaidi ya mume, ni muhimu zaidi ya jamaa, ni muhimu zaidi ya rafiki, ni muhimu zaidi ya watumishi. Yeye ni wa thamani na wa muhimu sana kwenye maisha yako, ambaye hawezi kuniacha nikateketea, hawezi kuniacha nikapotea. Nikihitaji furaha ninapata kwake, nikihitaji amani ninapata kwake, nikitaka haki ninapata kwake. Dunia inaweza kuwa kinyume na mimi, lakini yeye hawezi kuwa kinyume na mimi. Kwa hiyo heshima yake na thamani yake ndani ya maisha yako, ukitaka kumuona heshima yake hiyo kubwa zaidi ya mume, zaidi ya mke, zaidi ya rafiki, zaidi ya jamaa, zaidi ya ndugu zako. Ndugu zako hawawezi kukupa furaha, yeye anaweza kukupa furaha. Ndugu zako wanaweza wasione njia, yeye ana njia. Roho Mtakatifu ni mkuu zaidi ya dini yako. Ana thamani zaidi ya dini yoyote ile, ya wafupi wanene, wanavaa vitu gani hapa, wanavaa suti. Roho Mtakatifu ni zaidi ya wote. Heshima yake lazima ijengwe ndani ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Alibadilisha maisha ya Yesu kabisa. Unaona Yesu amezaliwa siku ya kwanza hata haendi akafanya huduma, unaongelea na Yesu. Unasubiri nini? Mwaka wa pili ni Yesu, mbona wewe kwenye huduma? Mwaka wa tatu Yesu, mbona wewe kwenye huduma? Mwaka wa nne, mwaka wa 29 Yesu, mbona uchangamki kwenye huduma? Na umetuma kutuokoa. Yesu anasema subiri kidogo, subiri kidogo. Roho Mtakatifu alipoingia juu yake, akabatiza, akatembea kifua mbele, akasema Roho Bwana yu juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri badilika baada ya ujio wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Mimi nakwambia, sijui kama unanielewa. Yeye Mtakatifu akija kakaa vizuri, hali yako inabadilika. Walikuwa wakujui, wanaanza kukujua. Walikuwa wakutafuti, wanaanza kukutafuta. Walikuwa wanakueleza, wanaanza kukupigia sauti. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Alifanya kwa Yesu, alifanya kwa mtume, alifanya kwa manabii, hata kwetu pia anafanya. Ndio maana Yesu aliwaambia wale mitume, msiondoke kwanza, subirini ahadi ile kutoka juu, ile ahadi ya Baba ambaye amenena habari za Roho Mtakatifu, na kuanzia pale maisha yao yalibadilika kabisa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Elewa umuhimu wake, elewa thamani yake, elewa kazi zake, ili Mungu apate kukubadilisha. Moja kati ya kitu kinachomhuzunisha ni kwamba wale wenye Roho wake hawampi ushirikiano. Kwanza hawajui kwamba yupo, hawajui
ametumwa kufanya nini, unajua tu kunena Bwana Yesu asifiwe. Sema Roho Mtakatifu nakupenda. Sema Roho Mtakatifu nakupenda. Itaniangusha. Sema Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu nakupenda. Sema Roho Mtakatifu nakupenda. Biblia inasema ndani ya Roho kutusaidia. Nizungumza juu kutusaidia udhaifu wetu, maana anakuja kufanya kazi kama timu. Ukimjua, ukimfahamu, adui ana wakati mgumu. Kwa sababu tegemeo lako utaweka kwa mtu, tegemeo lako utaweka kwake. Aliyeko ndani yako, ambaye ndio yeye, ni mkuu zaidi yao. Yeye ndio yuko ndani. Roho Mtakatifu, Yesu yuko mbinguni. Yesu yuko wapi? Mbinguni. Ndio anasema kutoka huko atakuja kuhukumu watu walio hai na walio kufa. Maana yake kutoka kule, huyu Yesu tulionaye ndani ni nani? Roho Mtakatifu. Tuko sawa. Alibadilisha maisha yao. Aliyekuwa muuaji mkubwa akaichilisha. Yakawa ni maisha yote ya utukufu. Tuko sawa. Unataka kuacha alama, haiwezekani bila Roho. Msikilize yeye, mtegemee yeye, mtumaini yeye, muangalie yeye, fahamu kwamba yupo kwa ajili yako. Anasikitika kuona maisha yangu yalikuyaongoza kama sukuru wakati yupo. Uchungu ndio kusumbua kama nini. Yupo ambaye amekuja kukusaidia, lakini humtambui. Umeweka jitihada kwenye nguvu zako badala ya kutegemea nguvu zake. Mimi nakwambia mwanadamu bila Roho ni kasha. Mwanadamu bila Roho ni tupu, ni box. Thamani ya mwanadamu iko katika Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu yuko ndani. Amen. 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 Kwa mfano, fungua Galatia sura ya 5. Galatia sura ya 5. Galatia sura ya 5. Galatia chapter 5. 17 na 25. Galatia sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi. Anasema hivi: kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Angalia ni vita hivi. Ni vita baina ya mwili na, anasema hivi, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. 18 lakini mkiongozwa na Roho ampo chini ya sheria. Angalia anazungumza tena. 25 anasema hivi, tukiishi kwa Roho, sema kuishi kwa Roho, na tuenende kwa, angalia sentensi hizo. Kwa hiyo kuna swala la kuongozwa na Roho, alafu kuna swala la kuishi kwa Roho, alafu kuna swala la kuenenda kwa Roho. Angalia vitu vitatu. Kuna swala la kuongozwa na Roho, kuna swala la kuishi kwa Roho, na kuna swala la kuenenda kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa maneno machache au anazungumza waishi kama Roho Mtakatifu anavyoongeza. Kwa maneno machache kabisa mafupi, anawapa tukeshe kama waishi kama Roho Mtakatifu anavyoongoza. Kwa lugha nyingine anawaambia, kwa sababu wameyapata maisha mapya ndani ya Kristo,
wake. Maisha ya mwanadamu yasiyo na roho ni ngumu. Ndoa bila roho ni ngumu. Uchumi bila roho ni ngumu. Kwa sababu Mungu anamweka Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Roho anapokuja ndani ya mtu, anapambana na vita. Anasema kuna vita kati ya roho na mwili. Amen. Amen. Kinachomsumbua Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya watu ni kwamba anapambana na miili. Anapambana na miili. Sio tu mwili huu tunaoona. Anazungumzia mwili kwa amana ya asili ya dhambi, asili ya uasi. Mungu anasema hivi, mtu anafanya hivi. Mungu anasema tekeleza hivi, mtu anaenda hivi. Maisha ya huyu mtu yanakuwa sio maisha ya utii. Hicho kinamsumbua sana Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu akisema tembea kwa hivi, huyu mwanadamu anakaidi kwa sababu ya asili ya uasi na dhambi iliyo ndani ya mwili. Anaposema mwili, hamaanishi udongo huu, hamaanishi udongo huu, hamaanishi udongo huu, anamaanisha asili ya namna unavyoishi, namna unavyoenenda na namna unavyotenda kinyume na Mungu. Ndio maana ya neno Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuambia kwenda ibadani, ina mambo yangu. Mungu anakuambia utulia, una mambo yako. Kwa hiyo unakuta Roho Mtakatifu akisema namna hiyo, anahuzunika kwa sababu ya mapambano. Hujaamua wewe kama wewe kwamba ninaamua nishinde nifuate cha Roho. Ukisikia maisha yamekuwa magumu kama walivyokuwa na watu wengine, maisha yamekuwa magumu, basi anaegemea kwenye maisha magumu, anamwacha Roho. Roho anashangaa huyu mtu, namna ya kufikiri kwake hakujabadilika, namna ya kutenda kwake hakujabadilika. Hawezi kwenda na mimi kwa sababu anakwenda kinyume. Matokeo yake Roho Mtakatifu ukianza kwenda kinyume na anavyotaka, anageuka anakuwa adui yako. Anahakikisha kile unachofanya hakifanikiwi. Utaamka usiku kwa ajili ya biashara yako, ghafla utashangaa hata biashara kenyewe hata kayote wala kaeni sehemu. Utatafuta wateja usiku na mchana, haupati kitu. Utachelewa mpaka kwenda kulala, haupati kitu. Roho Mtakatifu anapokuwa kinyume chako, baada ya kuwa kinyume chake, uwe na hakika anakupinga. Tuone sasa kama utaenda. Sio shetani. Kuna wakati Roho anapingana na mtu kabisa, anachotaka kwa sababu asikii, kwa sababu haelewi, kwa sababu hafahamu, anageuka kinyume chake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Si kila tatizo ambalo mtu anapitia ni shetani. Nikwambie, si kila changamoto ambayo mtu anapitia ni shetani. Kuna vingine ni uasi tu wa mtu. Anacheza na wewe. Sema huyu anielewi, hanisikii, hanitii, hanisikilizi, ana yake tu anayofanya. Sasa tuone anachofanya, tuone. Tegemeo lako analipiga pale. Alafu unashangaa umeendesha bodaboda kuanzia asubuhi mpaka jioni unashika 4,000. Umekosa msaada wa kurahisishia mambo. Sema Roho Mtakatifu, nisaidie. Roho Mtakatifu, nisaidie. Nipe kukujua, nipe kukuamini, nipe kukutegemea. Wewe ndiye chanzo cha msaada wangu. Roho Mtakatifu, ondoa kujitegemea kwangu, ondoa kujiamini kwangu, nipe kukuamini wewe kwenye kila eneo la maisha yangu, ili nione utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Tunakumbuka Yesu naye alipitia changamoto hiyo. Anataka kupanda msalabani, anaona twende tukaombe kule. Nataka aliambia yaombe, anapiga usingizi, anakoroma. Hawa ndio niliwaambia nisaidie kuomba na katika wakati mgumu, alafu ndio wanalala. Akaenda akarudi tena, akarudi hapa anasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki. Kwani alikuwa anatakiwa pale msalabani? Alikuwa anajua, lakini Roho Mtakatifu akaona huyu anapungukiwa na nguvu, akamtia nguvu, akapanda msalabani. Bila Roho hakuna upako.
Amen. Amen. Maisha ya Roho Mtakatifu ni maisha ya kuishi kwenye viwango visivyo vya kawaida kiroho. Chapie Bwana Yesu. Unataka kwenda masafa, unataka kwenda maili nyingi, lazima si dini, ni Roho Mtakatifu. Maisha mengi ya kuchanganyikiwa ni maisha yaliyo nje ya Roho. Bwana Yesu. Sasa anapokuja anasema enenda kwa Roho, anasema ishi kwa Roho. Anamaanisha mambo kama matatu ya haraka kwenye seko kwa kuzungumza baadaye. Anazungumzia habari za uadilifu binafsi. Angalia maisha yako. Uadilifu binafsi. 2, anazungumzia habari za tabia za kimungu. Vyote ndio umebeba hivyo. 3, anazungumzia ujasiri wa kimaadili. Anaposema enenda na kuishi kwa Roho, ameficha mambo makuu matatu. Maana anataka watu wawe na tabia za kiungu. Anataka watu wawe ni majasiri wa maadili. Anataka watu watembee katika uadilifu binafsi. Kutembea katika uadilifu binafsi, anazungumzia tabia ya kuaminika na kuaminiwa. Kuaminika na kuaminika na Bwana Yesu asifiwe. Anapozungumzia ujasiri wa maadili, anazungumzia juu ya tabia njema. Anazungumzia juu ya tabia njema. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu aishi sana kama Roho Mtakatifu, tutaangalia tabia yako, tutaangalia unaaminika na unakuamini. Kwenye pesa za kikundi unaaminika. Mtu akikupa kitu unaaminika. Tutaangalia tabia zako za kiungu. Kwa hiyo zaidi ya kusema mimi ni Mkristo, ukiwa Mkristo maana ni Mkristo ndani ya Kristo. Nategemea tuone unaishi kwa Roho ama unaenenda kwa Roho. Tutaangalia uadilifu wako ukoje, wako kutofautisha wewe na mpagani ukoje, wako kutofautisha wewe na mlevi ukoje. Kama wewe naziri na wewe naziri, alafu unasema na Roho, tunaweka alama ya kuuliza ni roho gani uliye naye. Inawezekana ni roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi mafundisho yamekuwa ni mengi sana ya namna watu wanazungumza habari za neema, habari za neema, habari za neema. Unaweza kufanya dhambi ukawa bado na neema. Sikiliza, neema haikuongozi kufanya dhambi. Neema inakusaidia kushinda dhambi. Achana na mafundisho ya kijinga namna hiyo. Neema maana yake ni ukamilifu wa Mungu unaokuja kufanya kazi katika chombo dhaifu kinachoitwa mwanadamu. Ndio maana ya neema. Maana yake Mungu mwenyewe anakuja ndani yako katika ukamilifu ili afanye kazi pamoja na wewe. Sasa naambia Mungu ndani yako anakuongoza kwenye uzinzi. Mungu ndani yako anakuongoza kwenye uzinzi au kwenye ulevi, na kujua ni tafsiri ya kipepo na kishetani ndani ya maisha ya watu. Neema ya Mungu inakusaidia kushinda dhambi. Chapie Bwana Yesu. Wewe unapenda unaenda na Roho, unaenda kufanya uzinzi, unaenda kwa waganga kienyeji, alafu unasema neema iko sawa. Haiko sawa. Hakuna neema inayokuongoza kwenye hivyo vitu. Neema ya Mungu inakuongoza kwenye vitu vilivyo haki na vilivyo vitakatifu na vinavyokamilika. Inakuongoza kwenye pendo, kwenye uaminifu, inakuongoza kwenye haki, inakuongoza kwenye kweli, inakuongoza kwenye kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu, vita vya kwanza anavyopambana navyo ni vita vya asili ya mtu. Anacheza na ile asili ya mtu, kwa sababu asili ya mtu siku zote iko kinyume na mambo ya Mungu.
Ndio maana Paulo anasema yule anayetaka kufanya njema asifanye, yule msiyotaka ndio anafanya. Kwa hiyo amekuja special kwa ajili ya kuhakikisha kwamba asili ya kibinadamu inapotea. Asili ya Mungu inasema ni kazi ngumu, inahitaji ushirika wa wewe na yeye. Hivi huwezi. Amen. Amen. Wewe ni sawa. Rudia tena. Atakachokuja kukifanya ndani yako, akija na kama yupo ndani yako Roho Mtakatifu, atakachokusaidia kukijua ni cha kwanza ya kwamba hujui namna ya kuishi. Atakachokusaidia kujua cha kwanza, hujui namna ya kuishi. Hujui namna ya kuishi. Amekuja kwa aina nyingine ya maisha. Wewe uko na maisha yako mengine. Amekuja kwa jinsi ya mwili, maisha ya mwili. Hawezi akaruhusu maisha ya mwili endelee. Yeye amekuja na maisha yake ya juu, tofauti na maisha yako. Kwa hiyo atakufundisha ya kwamba haujui kuishi. Kwa lugha nyingine atakusaidia usitegemee mwili katika kuishi, mtegemee yeye katika kuishi. Chapeni kwa Yesu makofi. Atakuja kukusaidia ujue ya kwamba usitegemee mwili kuishi, usitegemee mwili kuishi, usitegemee dunia kuishi, mtegemee yeye kuishi. Ndio maana tukiishi kwa roho, si kimwili, kwa roho. Kwa hiyo atakachokuja kufanya ndani ni kubadilisha aina yako ya maisha. Ulitegemea mwili, ulikuwa ni mzizi, ulikuwa ni mwasherati, ulikuwa ni mgomvi, ulikuwa ni mrefu, ulikuwa unachanganya huko na huko. Akisha kuja ndani anachange yale maisha, ili sasa ulikuwa mgomvi ukipigana, anatumia mikono yako kumpiga shetani. Ulikuwa mzuri sana kwa uongo, anataka uendelee kutambika nchini. Ulikuwa ni mtu wenye mambo ya ajabu, anachange. Neno wakati mwingine unaanza hivi, ni yule roho ama kuna kitu kingine? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno ongelea Galatia, matendo ya mwili ndio haya: uadui, fitina, uchungu, ugomvi, uasherati, uzinzi. Neno ongelea matendo ya mwili ndio ongelea tulikuwa nayo hayo. Alipoingia kwetu, ameingia kwa aina nyingine ya maisha. Anataka kutuambia tujui namna ya kuishi, na amekuja kutufundisha kuishi ndani ya maisha ambayo yanakubalika na Mungu. Inawezekana maisha yako naishi yanakubalika na wanadamu na marafiki, lakini hayakubaliki na Mungu. Yeye amekuja kukusaidia kwenye maisha ambayo yana kibali mbele za Mungu. Chapeni Bwana Yesu. Tuko sawa? Tuko sawa? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndiye ajenda aliyekuja, anajua ujui namna ya kuishi, atakufundisha mpaka namna ya kulala, atakufundisha mpaka namna ya kuvaa. Kuna wakati unaweza kumsema umechoka, nenda kalale. Ninaona kwa macho. Sikiliza, Roho Mtakatifu sema nguvu. Roho Mtakatifu ni mtu, anasema, anaongoza, anaendesha, anashauri. Sasa ukikaa naye vizuri, atakupa mawazo ambayo mpaka watu watashangaa umeyapata wapi. Akija anakusaidia. Usitegemee nini? Mwili. Mtegemee. Tuko sasa. Muulize mwenzako, vipi mzee? Unaishi kwa roho au unaishi kwa mwili? Wazee wa kanisa wanacheka. Ndio maana watu wengi mbinguni wasipokuwa makini hawataenda.
Nakwambia ukweli. Kama wale watu wa duniani kufua napiga na vichwa, na wewe lazima na wewe vichwa wewe. Chunga. Angalia sana. Angalia sana. Usijihesabie, usilinganishe nyeusi na nyeupe. Nyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe. Wao usijifariji. Kuna mmoja alitibwana na mwenzake katikati ya njia. Barabara inapita basi. Tena wewe ngoja subiri wewe. Wewe subiri ngoja gari livuke, alafu baadaye nikukandike nimweke kwa Yesu pembeni. Akamweka Yesu pembeni, akakatiza tu kwenye barabara, gari ikapita naye. Na kweli kamweka Yesu. Bwana Yesu. Si wapendwa na kuangalia tabia za roho ndani ya maisha yao. Wakishaokoka hawaangalii vitu wanasonga mbele. Matokeo yake kuna vitu vinakuwa madini kwenye maisha yetu. Tuko sawa. Amekuja kwa maisha mengine. Amekuja kwa maisha. Ukitaka kulipiza kisasi anakubana, anambia mna haiendi sawa. Unataka kutukana matusi. Kuna watu wakiamua kutukana hapa, tutakimbia tujificha hapa chini ya barabara. Yanaporomoka hivi. Kuna sio tabia ya mwana. Tabia ya mwana wa Mungu ni tofauti kabisa zaidi ya tabia za kipepo na kishetani. Watashangaa walikuwa wanakusonkomea. Wakija wanakusonkomea mara ya kwanza unaruka nao. Mara ya pili unaona ndani tunaanza kubana. Ujasiri unaisha. Anakuambia mwanangu, hiyo mikono yako nataka uitumie kumpiga shetani, sio mtu. Sasa sio kumtandika kumwambia hizi ni huduma 5 za kiroho. Amen. Na kama Biblia inasema akikupiga hili rudishe hili. Akikunyang'anya mfuko wewe wasina shati. Sasa jitegemea wewe. Wewe mpige afu uone kama unaenda jela. Pia nakauka pale chini. Sasa baba muombe huyu afufuki na ziombi. Wewe ni sawa. Vita mbalimbali katika maisha. Ndio maana hakuruhusu kupigana. Vita tulivyo navyo warokore inaitwa vita vya imani. Vita vya nimevipiga vita vizuri vya imani. Imani nimelinda mwenyewe nimeu. Sio hizi shauri haraka shata. Kuna mmoja alishamuongea anasema baba wewe acha tunakuja kubadilikia hapa. Mwanangu ilikuwaje? Mimi nilikuwa ninapigana. Alitibuna na kondakta mmoja akamshika hivi. Ni mwanamke alimshika kondakta wa kiume na mpeleka kituoni yeye mwenyewe. Na kweli niliona mara ya kwanza nilimpiga fire akanivunjia kumi. Sasa wewe sitakuvunja tu. Nikakupa sasa kule. Alikuwa siku moja nilimpigia simu anaenda kufanya FDC. Ameokoka wewe. Anadai wamemdhulumu, anaenda hivyo aende. Na akifika analiamsha kweli. Alafu akishamaliza anarudi chumbani kwake, anaanza kujuta. Huko ameshaharibu. Aliso maisha nani? Lakini baadaye niliona anabadilika. Mpaka siku moja nilichukuliwa, nilikuwa naona machozi na kujika tu amechukuliwa, nikisema huyu ingekuwa ni kipindi kile huyu aliyemtibu huyu angepata. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama sasa ni mapya. Mke
anamfuata mume pale alipo, anamtafuta. Kavaa pesi yake, alafu ameweka tubonge la bushwa. Anamtafuta mwanamke huyo. Alikutana na mwanaume mmoja tu, anaitwa Yesu. Akachange kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu amekuja kwa maisha mengine, sio yale tuliyozoea. Amen. 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 Wewe ukiona umetibuliwa sana, umekasirika sana, na wewe ngoja nifika ndani anza kumtukana shetani. Shetani pumbavu, lijinga, ni mapengo mpaka hasira ziishi.